Msanii wa muziki nchini Tanzania ambaye pia ni CEO wa Kings Music ameufunga mwezi Novemba na kufungua mwezi Disemba kwa namna yake. Hii ni baada ya kusikika kwenye mkwaju wa Rafiki ambao humo ndani amesikika Abdul Kiba, Ali Kiba mwenyewe pamoja na Vanilla siku chache zilizopita. Mfalme Ali Kiba kwa mwezi Disemba ameufungua kwa mkwaju unaoenda kwa jina la Disemba. Humo ndani kamwimbia mwanadada ambaye alikuwa anamzungusha kwa muda mrefu na akawa anampa promise kibao kwamba usiwaze Disemba uhakika. Kwa hiyo King Kiba anamkumbusha, si ulisema Disemba utanipa? Kwa hiyo fanya namna basi. Kama utakuwa usikiliza utaelewa nini namaanisha kwenye mkwaju wa Disemba kwake Ali Kiba. Kwa kipindi hiki wasanii baadhi yao wamekuwa na mwendelezo mdogo sana kwenye kuachia kazi zao, na hata numbers zimekuwa chache kwenye mitandao kama YouTube kwa baadhi ya wasanii ambao wanaachia kazi zao. Huu ni moja wa mwezi ambao wasanii wengi huwa tunashuhudia kuachia mikwaju kwa kufunga mwaka, watu wana bang na vitu kama hivyo, wanaburudika na kuwa ni poa sana. Lakini mpaka muda huu hapa bado kimya. Hata kwenye A-list ya wasanii wakubwa Bongo Flava bado tunaona kimya. Huenda labda upepo mwaelemea, tuendelee kusubiri namna fulani hivi, labda muda bado, au upepo mwaelemea tuendelee kusubiri, maana huu ndo mwezi wa kucelebrate na vitu kama hivyo. Lakini King Kiba yeye amekuja kwa namna yake kidogo kwa kufungua mwezi Disemba na ngoma yake inayoenda kwa jina la Disemba. Shout out kwake King Kiba. Ali Kiba amekuwa kimya kwa muda mrefu sana. So kwa mwezi huu hapa wa Disemba, Ali Kiba anakuwa ni msanii wa kwanza kuachia mkwaju kwenye mwezi wa Disemba, na ameweka rekodi kwenye mwezi huu hapa wa Disemba kuachia mkwaju. Shout out kwake Ali Kiba. This time tuna enjoy na mkwaju wa Disemba kiroho safi kabisa. Dondosha komenti yako kuhusiana na hili. Kikubwa usisahau kusubscribe. Hii ni Film Online. Mimi ni Tomo Rush kijukuu.